Bana, msanii Ibra ambaye kwa hivi sasa sakata lake limekuwa kama vile ndio linakaribia kwenda kuisha, na upepo wa nyimbo yake ya copy and paste ndio kabisa inaenda kuisha. Sasa msanii huyu siku hii ya leo tunavyozungumza ameweza kuonekana katika moja kati ya studio ya kwake Mr. T Touch, ikiwa na maana kwamba studio hiyo ni moja kati ya studio ambayo inafuatiliwa sana, ni moja kati ya studio ambayo watu wengi wanakutana pale. Hasa studio hiyo ya kwake Mr. T Touch sasa hivi basi kuna kitu ambacho kinaendelea. Msanii Ibra ameweza kukutana na DJ Mushizo ambaye ni moja kati ya DJ ambaye ameshiriki kufanya naye remix moja, na single hiyo iliweza kwenda level za juu zaidi, na sasa hivi nafikiri kwamba ni mara nyingine tena. Sasa kwa hivi sasa naweza nikasema kwamba tunaenda kuangalia kwa kina Ibra ni msanii ambaye amejengeka upya tena, na utambulisho wake umeanza kukua kuanzia mwaka 2024 pale ambapo alienda kuachia single yake ya kwanza kabisa ambayo alikuwa ameshirikishwa na DJ Mushizo. Humo ndani alikuwa J Combat pamoja na Baddest 47, na mwisho wa siku ngoma ikazidi kulipuka juu zaidi. Ibra amejitokeza chini ya lebo ya Konde Gang na watu wengi walizidi kumtambua, na sasa hivi lebo hiyo ambayo inamilikiwa na Harmonize, ambako alipoibuka chini ya lebo hiyo alizidi kuwashtua watu wengi kwa sauti yake laini ya kipekee na yenye uwezo wa kuandika mashairi mkubwa sana na ya mashairi ya hisia na ladha za mchanganyiko wa R&B, Bongo Flava pamoja na amapiano. Hasa mchanganyiko huu ambako Ibra kwa hivi sasa amekuwa akiutumia katika style tofauti. Sasa kwa hivi sasa tena moja tena kwa mara nyingine tena na ngoma inaitwa Copy and Paste. Ngoma hiyo ina mithili ya hip hop ndani yake, maneno ambayo yamewashangaza watu wengi sana, mpaka wanaharakati wanaipambania hip hop sasa wamekuja tena juu na kuona kabisa kwamba Ibra this time around pesa ambayo walikuwa wanaipata kupitia hip hop, vijana wengine wanaamua kuitafuta kwa namna ambayo ni ya tofauti kidogo. Copy and Paste imeweza kuwashtua mastaa tofauti, na mwisho wa siku mpaka pale alipotoka katika lebo ya Konde Gang, ambao basi ni mwezi mmoja tu huu tunaongelea mwezi wa 5 ambako sakata hili limekuwa kubwa na lilikuwa na mvutano mkubwa sana. Sasa kitu ambacho Ibra amepitia changamoto gani baada ya mafanikio ya awali kama vile wimbo wa Nani, lakini pia Subira? Ibra alionekana kuwa ni mtu ambaye anataka kutoweka tena kwa mara nyingine baada ya nyimbo hizo kutrend kwa mwaka kadhaa na kushika katika chati tofauti za muziki, nikiwa na maana kwamba kulikuwa na tetesi nyingi sana za kutokuwepo kwa nafasi ya kutosha katika lebo ya Konde Gang, na baada ya hapo mgongano wa ubunifu kati yake pamoja na uongozi wa Konde Gang basi ndipo ulipokuja tena kuibuka. Changamoto hizi zimemfanya Ibra ukimya wa kimkakati uweze basi kuendelea, na baada ya hapo basi identity yake ikataka tena kupotea, na sasa hivi amerudi na identity mpya. Sasa hivi ameonekana kwa Mr. T Touch akiwa na signal ya kuwa anapambania kurudi tena katika soko la muziki, na wala si kurudi tu bali kuja na ubunifu wa hali ya juu, na sasa basi anakuja katika hali ya singeli akiwa na DJ Mushizo humo ndani. Hii ni njia nyingine ya kurudi katika game, kwa sababu Copy and Paste imemfanya Ibra amekaa katika kiti ambacho tumekuwa tukimuona wasanii wengine wakubwa wakiwa wanafanya vizuri. Sasa kwa mara nyingine tena yeye amekuja na staili ambayo imewavutia mashabiki wengi sana, mpaka Diamond Platnumz ambaye alikuwa postigi nyimbo zake basi akaweza kuposti katika sakata hili la kwake Ibra pamoja na Harmonize. Sasa basi Mr. T Touch ni producer ambaye ameweza kubadili sauti ya Bongo Flava kiujumla. Ameanza kuwatoa wasanii wa hip hop na ameleta basi wasanii wa Bongo Flava katika studio yake, na sasa hivi tena tunamwona tena DJ Mushizo ambaye kwa hivi sasa ni DJ ambaye anahusika na mabiti fulani ya singeli, na humo ndani tunahakika kabisa kwamba Ibra yawezekana kwamba ameimba singeli. Bana, muda wa mwezi mmoja uliopita ngoma ilitoka inaitwa Mapenzi Hisia, na mwisho wa siku ngoma hiyo imeanza kufanya vizuri katika platform tofauti, na sasa hivi tunavyoongea basi inawezekana kwamba DJ Mushizo pamoja na Ibra wanafanya kitu kingine tena ambacho kitenda kuteka soko hili la muziki wa singeli hapa nchini Tanzania. Ni ishara kwamba Mr. T Touch si jina geni sana kwa watu wengi, lakini pia ameshiriki kutengeneza baadhi ya hits kali katika Bongo, na naamini kwamba ametengeneza muziki mingi ya hip hop, ametengeneza ngoma tofauti, lakini pia hata kushiriki katika production tofauti katika nchi ya Tanzania. Yeye ni producer mwenye uelewa mkubwa sana na melody tofauti ambazo ameweza basi kuzi apply kwa wasanii wengi, mpaka kwa hivi sasa tunazidi kuona kwamba wanazidi kufanya vizuri kimataifa, lakini pia hata
katika level za juu. Na ninaamini kwamba producer Mr. T-Touch akiendelea kufanya kazi na Ibra, kuna kitu kipya ambacho tunaweza tukakipata kupitia mikono hii. Mchanganyiko wake wa sauti ya soulful, R&B pamoja na Afrobeat, Ibra unazidi kumfanya kwamba ni mmoja kati ya msanii ambaye ni wa kipekee katika nchi ya Tanzania. Midundo ya kimataifa kwake Mr. T ni kitu cha kawaida, lakini pia ladha za Kiafrika pia ni kitu ambacho ni cha kawaida kufika katika studio yake na kuzidi kuwashtua maproducer wengine wengi ambao wanafanya kazi hizi. Lakini pia uzalishaji wake wa sauti ambazo unaweza kuifanya kwamba sauti hii ikawa basi ni sauti za kipekee. Mastering, pia mixing and mastering, pia Mr. T-Touch hivyo vitu anaweza kuvifanya. Ni producer aliyekamilika na wala sio beat maker. Nikiona maana kama beat maker ni kama kina Estokizi, wala ni beat maker wanaotengeneza beat tu, na mwisho wa siku beat hizo wanaziachia kwa maproducer wengine. Ndio maana mwisho wa siku unakuta ngoma beat imetengenezwa na Mr. kwa mfano Estokizi, alafu mixing anafanya Ayoliza, na ndio maana Estokizi mambo kama haya yanatokea. DJ Mushizo ana nguvu nyuma ya jukwaa la Singeli kwa hivi sasa. Kwa hiyo Ibra kufanya kazi na DJ Mushizo ni ishara kwamba anakuwa na ushawishi mkubwa sana katika upande wa matamasha mbalimbali ambayo ni ya Singeli. Ambapo naamini kwamba Ibra akimtumia DJ Mushizo, pia soko lake la muziki ambao aliweza kuwatishia nalo mashabiki wengi sana ni soko la muziki wa Singeli, na wengi zaidi wamezidi kuona kwamba Ibra ni mmoja kati ya msanii ambaye hata Singeli pia anaiweza, na Singeli inaweza pia ikamchukua jumla kwa sababu ya uwezo wake ambao aliweza kuonyesha kwa mwaka 2024, na ndio mwaka ambao watu wengi wanasema kwamba Ibra amefanya vizuri. Ngoja tuone mwaka huu 2025 atafanya vipi. Na DJ Mushizo kumtumia Ibra katika ngoma zake, inawezekana kwamba kuna malipo ambayo ameyafanya, na malipo haya yatakuwa ni malipo ambayo ni non-stop, kwa sababu siku hizi kuna mikataba ambayo inahusisha msanii pamoja na producer, msanii pamoja na DJ. Mikataba hiyo ipo na makampuni mengi sana sasa hivi ya kusambaza muziki yamekuwa yakifanya hivyo. Hizi ni dalili za mradi mpya, nikionyesha kwamba project mpya ambayo ni mkakati mkubwa wa kutoka kuanzia alipotoka katika lebo ya Konde Gang mpaka pale basi atakapo kamilisha mradi huu. Kazi hizi ni kazi binafsi, nikiona maana kwamba anafanya kazi na mtu yoyote kwa hivi sasa. Ni kazi ambazo zinaweza basi zikatoka saa yoyote na muda wote bila kuwepo kwa neno Konde Gang Worldwide, wala kuwepo msimamizi anayemsimamia Ibra kutoka katika lebo ya Konde Gang. Hii inaweza kuwa ni hatua kubwa sana kwa Ibra kujaribu kutengeneza jina lake nje ya kivuli cha Harmonize, na kizazi hichi kinataka kumfanya Ibra akawa basi ni kizazi kipya cha watu ambao wametoka chini ya lebo ya Harmonize na wakazidi kufanikiwa siku hadi siku. Kazi ya kolabo kubwa ya kwake DJ Mushizo pamoja na Ibra basi inaweza ikawavutia mashabiki wengi wa Singeli na wengine wengi ambao walikuwepo wanaifuatilia Singeli hii. Bana, mimi naamini kwamba Ibra kufanya kazi pamoja na DJ Mushizo ni ishara nyingine kwamba mabadiliko ya muziki huu wa Singeli basi yapo mbioni kuendelea siku hadi siku. Tunaamini kwamba Ibra anaitengeneza brand yake kwa mara nyingine tena, maana alishazidi kuonekana kuwa chini ya kivuli cha Harmonize. Kuonekana kwake kimuziki kumezidi basi kuwafanya mashabiki wengi kwamba kuamini anaweza akarudi na staili nyingine mpya na ikawavutia na kuwafanya mashabiki zake wakae wakiwa wanamsubiria kwa hamu. Hasa hii za soko la muziki wa Bongo Flava, mashabiki wa Ibra watapata matumaini mapya na kuweza basi kurejeshewa mkondo mpya wa kazi hii mpya ambayo inategemea kutoka kati ya Ibra pamoja na DJ Mushizo. Lebo ya Konde Gang itaonekana kama vile haijashinda, ilishindwa kumlea Ibra vizuri, lakini Ibra kwa sasa hivi huko alipo itakuja kuaminika kwamba Ibra analelewa na watu na anafanya kazi kwa bidii vizuri. Bongo Flava kwa ujumla inaweza kupata fursa nyingine kubwa za kuzidi basi kufanya kazi na ma DJ ambao wamekuwa wakifanya kazi za DJ tu bila kuwashirikisha wasanii. DJ Mushizo anazidi kuwavutia ma DJ wengine kufanya kazi kwa juhudi kama anavyofanya. Pesa anazingatia yeye, pamoja na anamlipa pia msanii kutia vocal pamoja na melody katika nyimbo yake. Hii ni kwamba Ibra amezidi kuonekana kwamba ni mtu ambaye atakuja kuliteka soko kama endapo atazidi kushirikiana na watu tofauti kama kina DJ Mushizo katika season tofauti za kazi ambayo itazidi kuwafanya basi mashabiki zake wazidi kumsikiliza siku hadi siku. Mimi nafikiri kwamba sitakuwa na lazima kwa muda huu, ni muda sahihi wa kwake Ibra kujizidi basi kujirebrand, na maanisha kwamba anajaribu tena kujibrand kwa mara nyingine tena, na ana kazi kubwa sana kutafuta mashabiki mmoja kuanzia sehemu moja mpaka mikoa mwingine. Bye bye for now.